Bana, kuelekea kwenye mechi ya siku ya Jumapili tarehe 1 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, hivi sasa haitaitwa tena dabi ya Kariakoo kwa mujibu wa wananchi Young Africans. Hivi sasa wameipa jina la Damaro Day kizalendo zaidi. Damaro Day kizalendo zaidi ndo habari ya mjini kwa upande wao, katika mchezo ambao utakopigwa majira ya saa 2:15 za usiku. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo pia imekuwa kama ni kejeli fulani hivi kutokana na kile ambacho kilichotokea wiki hii ilomalizika. Tuliona namna ambavyo Damaro alikiki watu wakioji kwamba ni raia wa nchi gani. Sasa ukifuatilia vizuri kwenye peji ya wananchi Young Africans, tayari wametoa posti kuelekea kwenye mchezo wenyewe wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba, wakiweka tarehe ya mchezo kwenye dimba la Amani Complex, lakini pia saa za mchezo wenyewe, lakini maandishi makubwa ambayo yamezua gumzo pamoja na picha ambayo inaonyesha uelekeo wa mchezo wenyewe. Kwenye picha anaonekana Mohamed Damaro, kiungo wa kati, kiungo fundi wa mita ya Jangwani, moja kati ya mchezaji ambaye amekuwa bora kwenye kikosi hicho tokea amejiunga na wananchi Young Africans, akitokea kwenye kikosi cha Singida Black Star. Kumbuka wiki iliyopita kulikuwa kumezuka taarifa kwamba kwa upande wa klabu ya Simba wanaoji Damaro ni raia wa nchi gani, lakini pia wakawa wanahitaji kuona passport ya mchezaji huyo ili kujiridhisha zaidi. Hii ni moja kati ya taharuki kubwa ambayo ilikuwa inaendelea pia kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia wananchi Young Africans wakaona isiwe kesi mara baada ya kufanikiwa kuibuka na ushindi dhidi ya JKT Tanzania, ushindi wa mabao 5-0, ikiwa ni salamu kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Sasa jana wakakaa chini na kufikiri kwamba waje na kitu gani, na hatimaye wakaja na moja kati ya picha ambayo imezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kutokana na namna ambavyo mechi inasubiriwa kwa mkubwa sana, lakini pia uelekeo wa mchezo wenyewe kwa upande wa Simba, lakini pia Young Africans, kila mmoja anahitaji kupata alama 3. Damaro Day kizalendo zaidi, Young Africans wamewaza nini? Pengine hili ni bango kutokana na kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa. Manake kwenye picha hapa anaonekana Mohamed Damaro, lakini pia glasi ikiwa inaonekana imepasuka kwenye kiduara, glasi inaonekana kama glasi zimepasuka, lakini pia picha zilikuwa zinaendelea kumuonyesha picha ndogo ndogo kama kuchungulia fulani hivi. Lakini uwanja wa New Aman Zanzibari ukiwa unaonekana hapa Amani Complex, lakini pia ikiwa inaonekana bendera iko hapa, bendera ya Tanzania. Sasa wengi wanajiuliza vipi, kulikoni? Kutokana na hichi ambacho kimeendelea, utakuja kuona kwamba ni bango kubwa kwa upande wa wananchi Young Africans kuelekea kwenye dabi yenyewe ya Kariakoo ambalo wamelitoa. Hivyo siku ya Jumapili wao wataita Damaro Day siku yake maalum kabisa, na hii imekuja mara baada ya lile sekeseke la wiki hii ambalo lilikuwa limevuma kwa ukubwa zaidi. Sasa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, Young Africans wanaingia wakijiamini kutokana na aina ya wachezaji ambao wako nao kwenye timu yao, lakini pia kutokana na matokeo mazuri ambayo amekuwa akiyapata kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kumbuka wananchi Young Africans hawajapoteza mchezo wote mpaka hivi sasa kwenye ligi hiyo, lakini pia wametoa sare moja tu pekee na wamefanikiwa kushinda michezo 9 kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka hivi sasa. Wanakwenda kukutana na wekundu wa Msimbazi Simba, ambao wao wamekuwa na mawazo kwa sababu wametengeneza gap ya pointi dhidi ya wananchi Young Africans, gap ya pointi 5. Hivyo basi wanapaswa kuhakikisha kwamba ili wasiendelee kuwekeza gap kubwa dhidi ya Young Africans, wanapaswa kuhakikisha kwamba wanakwenda kushinda kwenye mechi ya huko Zanzibari. Sasa hii gap ya pointi
ni kipengele kwa upande wa klabu ya Simba. Hii inakuja mara baada ya Simba katika michezo yake 9 ambayo amecheza, ametoa sare michezo miwili, amepoteza mchezo mmoja dhidi ya Azam FC, huku akifanikiwa kushinda michezo 7 katika michezo 10 ambayo amecheza. Hivyo anakuwa anatengeneza gap ya pointi 5. Sasa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, kama Simba anakwenda kupoteza dhidi ya Young Africans, basi moja kwa moja anakuwa anatengeneza gap kubwa zaidi kuelekea kwenye ubingwa, gap ambalo ni kubwa, kitu ambacho kitampa kazi ya ziada kuweza kukata hizo pointi na kuhakikisha kwamba anakwenda kubeba ubingwa. Lakini kama endapo Simba anakwenda kushinda kwenye mechi hii dhidi ya Young Africans, basi moja kwa moja anakuwa amejitengenezea mazingira mazuri kuelekea kwenye ubingwa bado. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa amepunguza point 5 mpaka 3 na hatimaye zikabaki 2, kiasi kwamba bado ana mechi ya mzunguko wa pili. Kwa lolote litakalotokea, basi watakwenda pia kupambana huko kwenye mzunguko wa pili kama endapo wote watafanikiwa kushinda michezo yao mingine ya ligi kuu Tanzania bara. Kumbuka kwenye msimu uliopita ubingwa uliamuliwa kwa dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa ni mechi ya mwisho kabisa. Je, kwa msimu huu mambo yatakuwaje? Kila mmoja anasubiri kuweza kuona kile ambacho kitakwenda kutokea, lakini pia hususan kuelekea kwenye hii dabi ya Kariakoo ya mzunguko wa kwanza, hii inaweza ikatoa taswira halisi kwa msimu huu. Je, bingwa anakwenda kupatikana kwa namna gani? Kwa kimenomeno mpaka dakika za mwisho kama ilivyokuwa kwenye msimu uliopita, ama ni mapema sana? Kama Simba anapoteza, basi anakuwa ametengeneza mazingira magumu zaidi kwa msimu huu kuelekea kwenye ubingwa, maana itawalazimu kuwaombea Young Africans wapoteze dhidi ya wapinzani wengine, kitu ambacho kinaonekana ni kigumu kulingana na hawa wapinzani wengine walivyo. Maana wakumchallenge zaidi ni Simba pamoja na Azam FC. Ukiangalia wengine kidogo inakuwa ni changamoto. Hivyo kwa siku ya kesho kutwa Jumapili pale kwenye dimba la Aman Complex, Simba wanapaswa kuhakikisha kwamba wanapambana kama endapo wanaohitaji ubingwa kwa msimu huu. Shukrani sana kwa kuendelea kutufuatilia. Hakikisha una subscribe channel yetu. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye benchi ya FIFA.